kwa kuutambua mwezi huu, kutambua nguvu, ustahimilivu wa wanawake, mchango mkubwa wa wanawake katika jamii zetu na ulimwengu mzima. Wanawake wa chama cha ACT Wazalendo wao wamechukua kauli mbiu nasema, machozi ya mama ni deni kwa taifa. Tuko kwenye maombolezo kama taifa. Taifa letu linahitaji uponyaji kutokana na matukio yaliyotokea Oktoba 29 na siku zilizofuata. Ngome ya Wanawake itakwenda kuzindua mnara wa kumbukumbu hiyo ya Oktoba 29 na inataka kuhakikisha kwamba inaitumia mwezi huu kuendeleza mapambano kwa kuandaa, kutembelea na kukutana na wanawake nchi nzima katika maeneo mbalimbali, kuendelea na mapambano ya kudai demokrasia ya kweli. Tunajua tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuata taifa limepoteza watoto, walezi, wazazi ambao walikuwa wametumikia taifa hili na wengine walikuwa na ndoto za kutumikia taifa hili. Maumivu haya ni yetu sote. Sisi kama mnavyoona nyuma yetu tuna picha ya ndugu Dafrosa Jacob. Yeye tumeamua kumtumia kama shujaa wetu pamoja na mashujaa wengine wote, kuonyesha namna ambavyo Oktoba 29 ilipoteza watu waliokuwa wakidai uhuru wa kweli, demokrasia ya kweli na mapambano ya kweli. Ndugu Dafrosa Jacob alikuwa ni mgombea wetu wa udiwani katika kata ya Sirari, jimbo la Tarime, tarehe 5 Novemba 2025. Ndugu Dafrosa Jacob alienda mwenyewe polisi tarehe 4 Novemba akifuatilia vijana wake, mawakala wake ambao walikamatwa katika vuguvugu lile la uchaguzi. Kwa hiyo yeye amesimama kama simbo, yeye amesimama kwa ajili ya wengine wote ambao walipitia madhila hayo. Sisi kama chama tunasema, tumesema na tunarudia kusema. Tunarudia kusema kwamba taifa hili linahitaji uponyaji. Tunalaani mauaji yaliyotokea siku ya Oktoba 29 na siku zilizofuata. Tunalaani ukiukwaji wa vitendo vya haki za binadamu zilizofanywa dhidi ya wanachama, wagombea wetu na kila raia wa Tanzania. Tunataka kuundwa tume huru ya uchunguzi nje ya serikali. Tunarudia tena, tume hii iliyoundwa haitatendea haki wa Tanzania kwa vile tunajua bado inajibu kwa iliyowateua na michakato yake inaendelea na tutasikia watakapokamilisha. Tunataka tume ambayo itakuwa haipokei maagizo kutoka kwa mtu yoyote. Tunataka tume itakayoanza na swala la forensic kufanya tathmini ya kile kilichotukia. Tunataka tume itakayopita na kuhakikisha watu wote wanaohusika wanawajibishwa bila kujali yeye ni nani. Hakuna aliye juu ya sheria. Tunataka walioshiriki katika kupanga, kutekeleza mauaji haya wawajibishwe. Tunataka takwimu halisi za waliopoteza maisha, idadi yao, wako wapi, kina nani. Tunaitaka serikali ikabidhi miili yao kwa wazazi wao na ndugu zao ili waweze kupata maziko ya heshima. Lakini pia tunaitaka serikali iendelee na michakato na madai
yote ya mageuzi ya kikatiba, kisheria, kimfumo, kiutawala na kitaasisi ambayo yamekuwa yakipaziwa sauti tokea kuingia kwa mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu, ikiwa ni hatua za msingi zinazohitajika katika kulirejesha taifa pamoja. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Ngome. ACT Wazalendo, taifa la wote. Kwa jina naitwa Silvia Matayo, katibu wa ngome ya wanawake mkoa wa Dar es Salaam. Salamu za ngome ya wanawake mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu viongozi wa chama taifa, ndugu viongozi wa ngome taifa, viongozi wa ngome ya majimbo, kata, matawi na ndugu wanahabari. Kwa heshima na taadhima kubwa, ngome ya wanawake mkoa wa Dar es Salaam tunaungana na ngome ya wanawake taifa kuwasha mishumaa ili ni kumbukumbu ya mashujaa waliopoteza uhai wao siku ya tarehe 29 Oktoba. Tukio hili ni tukio la kihistoria ambalo linagusa mioyo yetu wote. Tunawasha mishumaa hii kukumbuka na kutafakari kwa kina, tukitambua chozi la mama ni deni la taifa. Kila machozi yanayomwagika kwa uchungu ni maumivu au dhulma. Ni wajibu wetu kama jamii na kama taifa kusimama, kuyatafakari na kuhakikisha yanatendewa haki. Mshumaa tunayowasha tunaonyesha ishara ya matumaini, mshikamano na sauti ya wanawake wanaopaza sauti na kukataa unyanyasaji. Ni mwanga ambao unaonyesha hatutosita kulinda utu, usalama na heshima ya mama na mwanamke katika taifa letu. Ngome ya wanawake mkoa wa Dar es Salaam tunaahidi tutakuwa bega kwa bega na wanawake wote, tukisimama imara katika kulinda haki, kuhamasisha umoja na kudai wajibikaji pale panapostahili. Machozi ya mama ni deni kwa taifa. Asanteni. ACT Wazalendo, mabadiliko na uwazi. Kiongozi wa chama Mama Dorothy, viongozi wakuu wa ngome taifa, viongozi wa chama mikoa na ngome, viongozi wa matawi, waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Nimepewa jukumu hili za kuwakilisha salamu za ngome ya wazee. Kwanza, jina langu naitwa ndugu Ali Omari Mtumweni, ni naibu katibu taifa ngome wazee. Salamu za ngome wazee taifa kuelekea tukio la kumbukizi la Oktoba 29, mauaji yaliyofanyika kwa wananchi wasio na hatia. Ngome wazee ya ACT Wazalendo inalaani vikali mauaji yaliyofanyika, na sasa nchi imeingia doa kubwa. Utawala uliokuwa madarakani umejaa damu za Watanzania. Tunaungana na ngome ya wanawake katika kumbukizi hili. Tunatakia safari njema katika mikoa wanaokwenda katika kulielekea hili jambo ambalo limeingia doa katika nchi yetu. Asanteni. Machozi ya mama, deni la taifa. Kama nilivyoenda kusaini kwa niaba, niko hapa tena kusoma salamu zetu za ngome kwa niaba ya ngome ya vijana taifa, mikoa na ngazi zake zote. Ngome ya vijana ACT Wazalendo tunaipongeza sana ngome ya wanawake chini ya mwenyekiti Janet Rite na kamati nzima ya uongozi wa ngome hiyo. Tukio hili la leo la kuwakumbuka na kuwalilia wote waliouawa, kuumizwa na kuteswa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ni tukio la kutukumbusha sisi vijana, wanawake, vyama vya siasa, asasi za kiraia
viongozi wa dini na jumuiya za kimataifa kwamba hatupaswi kusahau unyama wa tarehe 29 Oktoba ulioondoa uhai wa vijana wenzetu, mama zetu, baba zetu, wadogo zetu na kufanya wengine kuwa vilema wa kudumu hadi sasa. Hatupaswi kusahau jambo hilo. Hatupaswi kusahau. Sababu ya kusahau kwetu ni kukubali kirahisi damu ya wenzetu kwenda bure bila uwajibikaji. Hatupaswi kusahau. Tunapaswa kuona mamlaka na wote waliofanya mauaji ya tarehe 29 Oktoba wanakiri kosa lao na kuchukua hatua za uwajibikaji kwa wote waliohusika na mauaji ya tarehe hiyo 29 mwaka 2025. Hatupaswi kusahau, sababu kusahau kwetu ni kukubali kirahisi maridhiano yasiyo na dhamira ya dhati na kuliponya taifa hili. Hatupaswi kusahau, bali tuna wajibu wa kuendeleza na kuwaenzi kwa vitendo siku zote wote waliouawa na kuumizwa tarehe 29 Oktoba. Damu yao hiyo iwe kiu na nguvu kwetu ya kuendeleza mapambano ya kudai uchaguzi huru na haki. Iwe kiu na nguvu kwetu kudai mifumo thabiti ya haki, kudai mabadiliko makubwa ya katiba mpya, mabadiliko makubwa ya jeshi la polisi na vyombo vya usalama. Hatupaswi kusahau damu zao ziwe chachu ya ukombozi wa Watanzania nchini. Yes, ni wajibu wetu vijana wote nchini bila kujali itikadi zetu. Yes, ni wajibu wetu wote wanawake wote nchini. Yes, ni wajibu wa vyama vya pinzani vyote imara nchini. Yes, ni wajibu wa viongozi wote wa dini tofauti. Yes, ni wajibu wa azaki zote nchini. Yes, ni wajibu wa jumuiya zote za kimataifa. Yes, ni wajibu wa wanaharakati wote nchini na nje ya nchi. Yes, ni wajibu wetu sisi sote.